It's not enough kuomboleza wale watu wamekufa, ni vizuri of course, kulia na wale wametuacha, wale wameumia, wale wako imeingia kwa PWD, lakini wameniambia enda huko usikie Kenya wanasema namna gani, because we need a permanent solution to this problem. So nimekuja kuleta ujumbe ya watu ya Meru County wale naakilisha Senate, ndio tuweze kujua asa Kenya ina mipango gani, ndio tuweze kubadilisha hii bridge. Kwa hivyo pia mimi nachukua nafasi hii, kuna watu wengi tumepoteza hapa, kushirikiana na mafamilia yao katika kulia na kuuliza, lakini tukilia kila wakati tutalia mpaka mwaka gani? Kwa hivyo I think today we might get I will ask very hard questions to Kenya so that we can get a commitment, because what we want is a commitment on when this road can start the construction. Kwa hivyo hii ni siku kubwa sana, at least when the whole country is here today. Watu wa NTSA, naona watu wanakanda pia wako hapa, watu wa roads and transport, na sisi viongozi tuko hapa leo sababu wakati an issue imekuwa focused by everybody, solution inaweza kupatikana hapa. Kwa hivyo leo nafikiri Wakenya na watu ya Meru na hii region yote kutoka Marsabit, Isiolo, wale wanatumia barabara Meru, Tharaka Nithi kwenda mbele, tutapata solution ya hii problem tuko nayo. Lakini nafurahia sababu pia rais mwenyewe he gave his commitment even before he was elected that this road must be redesigned and constructed afresh. I know he is committed to this. Lakini sasa ni vile once the president and declare he is committed to an issue or a problem in the country, the people to follow up is the executive arm of government, which is now the Minister of Roads. So the commitment of the Minister of Roads will be very key from today, so that also that promise that the president gave can be fulfilled. Because pia kama rais amesema kitu iundwe ni kuweka kwa budget, na tuanze the committee of budget ita support. Sisi tukiwa leaders wa region tutaunga mkono any budget appropriation that will be set to do this bridge.